Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Geita wamezindua jengo la ofisi ya TAKUKURU wilaya Nyang'hwale lenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 300 pamoja na kukabidhi magari matatu kwa ajili ya kurahisisha ufanyaji kazi na kuwafikia wananchi kwa urahisi ili kuchanganua changamoto mbalimbali. Akizindua jengo hilo, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Crispin Chalamila amewataka watumishi wa TAKUKURU mkoa wa Geita kuendelea kufanya kazi kwa weledi mkubwa sambamba na kuendelea kutoa elimu ihusuyo masuala mbalimbali ya kuepukana na rushwa, ikiwemo kuendeleza klabu za wanafunzi mashuleni pamoja na kupinga rushwa. Hizi ni ripoti za AyoTV na Miradayo kutokea wilayani Nyang'hwale mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fulgence. Wageni waalikwa, kama ilivyojulishwa, jengo la TAKUKURU wilaya Nyang'hwale hadi kukamilika kwake limegharimu kiasi cha shilingi milioni 386,038,051. Tumejulishwa pia hapa kwamba kiwango hicho ni ongezeko la takriban shilingi 600,000 zaidi ya bajeti iliyokuwa imetengwa awali ambayo ilikuwa ni shilingi 385,404,150. Lakini sema tu wazi kwamba ongezeko hili halitii shaka ikilinganishwa na changamoto ndogo ndogo zilizojitokeza wakati wa ujenzi kama zilivyobainishwa hapa na taarifa ya mkurugenzi wa miliki. Hivyo ninatumia hadhira hii kuwapongeza sana mkuu wa TAKUKURU wilaya Nyang'hwale, Bi Wakulu na timu yako kwa uadilifu na weledi katika usimamizi wa ujenzi wa jengo hili. Hongereni sana. Sasa mnaweza mkasema, jamani, mbona TAKUKURU mmeamua kupaishana tu wenyewe? Kwa nini? Kama ilivyoelezwa na mkurugenzi wa miliki, jengo hili limejengwa kwa utaratibu wa force account ambao hautubani kuwa na mshauri elekezi. Kwa hivyo badala yake shughuli ya usimamizi, ushauri elekezi imefanywa na watumishi wenyewe wa TAKUKURU chini ya Bi Wakulu mkuu wa TAKUKURU wilaya, ambapo walipangiana ratiba za kufuatilia utekelezaji wa mradi huu mpaka leo unapokamilika tunakuja kuuzindua. Kwa hivyo hongereni sana. Wageni waalikwa, wito wangu kwa watumishi wa TAKUKURU wilaya Nyang'hwale pamoja na mikoa na wilaya zote ambazo kuna majengo mapya ya ofisi ni kuwahimiza kuyatunza na kuyathamini majengo haya pamoja na vitendea kazi vyote vilivyomo na mtakavyoendelea kupewa ili viweze kutumika kwenu na kwa vizazi vijavyo na hivyo kuleta ufanisi uliokusudiwa. Kwa hivyo watumishi wa TAKUKURU Nyang'hwale tuna jukumu kubwa la kulitunza jengo hili. Wageni waalikwa, tumeshuhudia hapa namna ambavyo vijana wa klabu ya wapinga rushwa walivyotoa elimu dhidi ya rushwa kupitia sanaa ya nyimbo na muziki wa kufokafoka. Huu ni uwekezaji ambao TAKUKURU inawekeza kwa vijana kuhakikisha kuwa tunawaandaa vijana kuwa wazalendo wenye kuipenda na kuithamini nchi yao, huku wakitambua kuwa rushwa ni adui wa haki na maendeleo ya taifa. Kupitia hadhira hii ninatoa wito kwa shule zote za msingi na sekondari mkoani Geita na hususan wilaya Nyang'hwale ambazo bado hazijafungua klabu za wapinga rushwa zifanye hivyo na TAKUKURU itazifikia ili kuwapatia elimu. Wageni waalikwa, kabla sijahitimisha hotuba yangu, nitumie fursa hii kuzungumzia tukio kubwa la kitaifa lililo mbele yetu. Sote tunatambua kuwa tumebakiwa na siku 8 tu kufikia siku ya kupiga kura kuwachagua rais, wabunge na madiwani. Rai yangu kwa wananchi wote, nendeni mkapige kura kumchagua kiongozi mwadilifu asiyejihusisha na vitendo vya rushwa. Tumewapatia elimu ya madhara ya rushwa katika uchaguzi katika makundi mbalimbali hapa Nyang'hwale. Hivyo ni matumaini yangu kuwa mlituelewa vyema na mtaitumia elimu hiyo kuchagua viongozi bora. Ndugu mgeni rasmi, mradi wa ujenzi wa jengo la ofisi ya TAKUKURU wilaya ya Nyang'hwale ulitekelezwa kwa kutumia bajeti ya mwaka wa fedha 2024-2025 ambapo mradi ulitengewa kiasi cha shilingi milioni 385,404,150 bila senti. Mradi ulianza kutekelezwa mnamo tarehe 17 Februari 2025 na ulikadiriwa kukamilika baada ya miezi 6, yani mnamo tarehe 17 Agosti 2025. Ndugu mgeni rasmi, utekelezaji wa mradi ulifanyika kwa kuzingatia matakwa ya sheria za nchi yetu ikiwemo sheria ya ununuzi wa umma na kanuni zake. Aidha, utekelezaji wa mradi huu ulizingatia miongozo kutoka mamlaka ya kudhibiti ununuzi wa umma, yani PPRA. Mradi ulitekelezwa kwa utaratibu wa force account chini ya usimamizi wa ofisi ya TAKUKURU wilaya ya Nyang'hwale na ushauri kutoka kitengo cha usimamizi wa miliki TAKUKURU makao makuu.
Mheshimiwa Chalamila, kama msimamizi mkuu wa shughuli za serikali kwenye wilaya hii, najivunia uwepo wa taasisi hii ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU katika wilaya ya Nyang'hwale, kwa sababu wamekuwa wakifanya kazi kubwa ya kuisaidia serikali hii ya awamu ya 6, na imekuwa ni desturi yenu kuisaidia serikali hata kipindi kilichopita katika serikali zote tangu awamu ya kwanza mpaka leo serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Uwepo wa jengo hili ambalo baadaye kidogo utaenda kulizindua ni mafanikio na faraja kubwa kwa Wananyang'hwale, maana mmewawekea mazingira mazuri wananchi kuja kusema yale yanayowatatiza kuhusiana na mdudu rushwa. Sisi tunakushukuru sana kwa kuona ni vema Nyang'hwale nasi tupate jengo zuri la watu wa TAKUKURU kufanyia kazi zao. Asante sana. Ofisi ikiwa katikati ya makazi, wananchi wanakosa uhuru wa kufikia na kupata huduma ya TAKUKURU. Kwa niaba ya watumishi wa TAKUKURU Nyang'hwale, ninatumia fursa hii kukushukuru sana mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU kwa kufanikisha ujenzi wa jengo hili, kwani litatufanya tufanye kazi zetu kwa uhuru na hatimaye kuongeza tija katika utendaji wa kazi. Matarajio yetu baada ya jengo hili kuzinduliwa ni kuongezeka kwa wadau katika kuzuia na kupambana na rushwa, kwani mazingira ya ofisi hii ni rafiki kwa kila mdau, lakini pia hali ya watumishi kufanya kazi itaongezeka zaidi ya kuwa na mazingira rafiki na miundombinu rafiki katika kuwatumikia wananchi wa Nyang'hwale na Watanzania kwa jumla. Kwa niaba ya watumishi wa TAKUKURU Nyang'hwale, tunaahidi kulitunza jengo hili pamoja na vitendea kazi vyake ili litumike kwa matumizi endelevu.